tunasoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema Miriam na Aaron wakakaa kikao, wakamnena vibaya mtumishi wa Mungu Musa, kisa ameoa mwanamke Mkushi. Swali ni hili hapa, alioa hakuoa? Alioa. Na kuoa watu wa mataifa ilikuwa wakati huo imekatazwa, haijakatazwa? Ilikuwa imekatazwa. So walichokuwa wanakifanya Miriam pamoja na Aaron, it was biblical. Ilikuwa ni sawasawa kabisa, ndivyo ilivyoandikwa kwenye Biblia, ndivyo sheria ilivyokuwa inataka, ya kwamba Waebrania wasioe watu wa mataifa. Halafu anainuka mmoja wa Wayahudi sijui, wa Waebrania sijui, anaenda anaoa mtu wa mataifa, na we ukisoma imekatazwa. Leo ukisikia Kushi natajwa ni Ethiopia. Ethiopia nyinyi wenyewe mnajua mabinti wa Kiethiopia walivyo pisi za moto. Mabinti wa Kiethiopia wakali, wazuri, wameenda juu namna hii, na nywele fulani hivi zinamwagika bila wigi. Oji Musa akaona isiwe tabu, kachukua kitu cha Kikushi. Siji hapa kukufundisha usiwaseme watumishi wa Mungu kwa sababu hawajakosea mbele ya macho yako. Hata kama wamekosea mbele za macho yako, wewe hujapewa hicho kibali cha kufungua kinywa na kutamka kinyume na hao watumishi wa Mungu. Hujapewa hicho kibali. Unasikia watu wakiwa wanawanyoshea vidole watumishi wa Mungu, wanasema wakati wote nimemfuatilia alikuwa anafanya vizuri, sasa ameanza kupotoka. Nani amekwambia huyo mtu amepotoka? Nani anayajua maelekezo ya Jehova juu ya wakati uliopo ambao mtumishi wa Mungu anafanya? Tunaishi kwenye kataimu ambako kamejaa wivu, kamejaa husuda, kamejaa roho mbaya. Wako watu wanawanyoshea vidole watumishi wa Mungu, sio kwa sababu wanaharibu, wivu tu.